ili wewe uwe na utawala wa nini, wa hiyo nyumba. Sasa katika kushughulika naye, katika kutoana pale, zinapigwa na zinakuwa zinapigiwa kwenye nyumba. Ile nyumba lazima itanuka vumbi. Umeelewa vizuri? Mitikisiko inatokea kwa yule mwenye nini, mwenye pepo. Sasa shetani anataka lisitoke, Yesu anataka litoke. Toka sitoke, toka sitoke, toka sitoke. Angekuwa shetani anaweza kuruhusu tu kirahisi, watu wangeweza kuelewa pepo kimya kimya, lakini kwa sababu kunakuwa na mashindano, ni falme zinagombana, wanagombania eneo linaitwa mtu. Kwa hiyo kuna nguvu zinapigwa pale. Ufalme wa Mungu unapatikana kwa nini? Kwa nguvu, na inahitaji mtu awe na nguvu ili kuuteka. Na mahali ambapo tunatumia nguvu, pale ambapo nguvu imetumika panachimbika, ndio mtu kudondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kitabu cha Mathayo sura 12. Sura 12. Mathayo au tuseme Luka 11, samahani. Luka 11 mstari, Luka 11 mstari wa 14. Tusome Luka 11:14. Habari hiyo ipo pia katika Mathayo 12 kuanzia mstari wa 22. Tusome tu Luka 11 mstari wa 14. Maandiko yanasema, naye alikuwa akitoa pepo bubu. Ikawa pepo alipotoka yule bubu akanena, makutano akastaajabu. Unaona, pepo inaweza kumpelekea mtu kwa nini? Bubu. Sawa? Wengine wao wakasema atoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Mkuu wa pepo ndio wale, ndio zile mamlaka. Wengine walimjaribu wakimtaka ishara itokayo mbinguni, naye akajua mawazo yao, akamwambia, kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe ufanyika ukiwa, na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake hauwezi kusimama. Ufalme wake. Nasoma Luka mstari ngapi? Ufalme wake utasimamaje? Kwa nini mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebuli? Basi kama mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, wana wenu je, watoa kwa nani? Na kwa sababu hiyo hao ndio watakaowahukumu. Mstari 20. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia mtu mwenye nguvu. Nataka uzingatie kwa mstari 21. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake visalama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya mateka yake. Mtu mwenye nguvu analinda nyumba yake, alafu anakuja mtu mwenye nguvu kuliko yeye, anataka amnyang'anye silaha, anamfunga na kuchukua ile nyumba. Kwa hiyo pepo anapomtoka mtu ni kama nyumba. Ukisoma Mathayo 12:43, Mathayo 12:43 inasema, pepo mchafu amtokapo mtu hupita mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Alafu usema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Unaona, kuna nyumba na pepo alikuwemo, alafu wewe unakuja unataka umtoe
lakini wewe una nguvu kuliko yeye. Sasa usifikiri pale unapokuja kumtoa atakubali tu aseme haya, mikono hii hapa, ninaomba wanitoe. Nitoe bwana, hamna shida. Hapana, lazima kuna chimbika kidogo. Hata wa majambazi wanapokamatwa na polisi, wanaona kabisa wana bunduki, lakini katika kwenda kuna nini? Kuna mikiki kidogo. Nini bwana? Kuna kwa na nini? Na shuruti kidogo. Katika mikiki ya kugombania nyumba yenyewe inachimbika. Unakuta mtu anafanyaje? Anaanguka. Sababu kuna nguvu inakuja na kutoa nguvu nyingine. Unaweza kusikia magari yanagongana, kuna ile sauti inalia mba, au kuna cheche zinawaka, au moto mikwaruzo inatokea, kwa sababu nguvu imekutana na nini? Na nguvu. Toka sitoki. Kuna pana haya, tunamwangusha kwanza huyu. Ndio kwa kule kuanguka ni kwa sababu huyu ni nyumba, na lolote analotaka analojua, lakini kuna vitu ndani yake vinagombania hiyo nyumba. Ndio sasa lazima afanyeje? Hawezi kuhimili ile mikiki, anaenda chini. Hapo nimekujibu swali kidogo. Ni ule mtikisiko, mgongano, malumbano, mvutano, ni vita, na inafanyika juu ya mwili wa mtu. Ndio maana unaona hali ya kuanguka hiyo inatokea. Bwana asifiwe sana. Bwana, muda umeenda. Sijui itakuwaje. Mimi angalau nataka nikufundishe angalau jambo moja. Hivyo nimekufundisha vitu vya msingi vya maana sana. Ujuzi utautumia katika habari ya kutoa pepo, na kuanzia leo, sema kuanzia leo ninaanza kuwashughulikia kwa jina la Yesu. Hili kitu nimepewa bure, nguvu ninazo, mimi ni muamini, na mamlaka ya Yesu iko ndani yangu. Kwa jina la Yesu nimejisajili katika orodha ya watoa mapepo, kwa jina la Yesu. Na unachohitajia kusema pepo toka kwa jina la Yesu. Usimeona hapo mikono mara nyingi. Fanya hivyo. Kuna watu wameshaanza kufanya hivyo. Haleluya. Swali la 3. Kwa nini mapepo huwakumba sana wanawake? Mwe kujiuliza. Ile pale ni wangu kujia. Kwa nini wanawake ndio wanaanguka sana? Wanawake ndio wanakuwa wengi kwenye maombi. Kwa nini? Uko tayari kusikia jibu? Sababu ya kwanza, wanawake ni wengi kuliko wanaume. Hiyo ni sababu ya kwanza. Kwenye kila hivi, unajua hapa kwa mfano hapa tuliko. Sawa. Wanawake wanaweza kaa 40, wanaume 15. Angalia, yani hata takwimu za dunia. Nenda hospitali. Wakizaliwa watoto 10, wa kiume 3, au wakijitahidi sana 4. Kwa sababu wanawake ni wengi. Hiyo ni sababu ya kwanza. Kwa hiyo kama wanawake ni wengi kuliko wanaume, manake unatarajia wanawake wengi ndio wakumbwe na nini? Bwana, kama mnayo kusema sio kitu kizuri kusema. Ni kwa sababu ya kwanza, ni kwa sababu ya wingi. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu ya wingi. Hiyo ni sababu ya kwanza. Nitaki maelezo mengi, sio? Kama kuna ugonjwa umeingia mahali na kuna watu 100, 60 ni wanawake, 40 ni wanaume, na ni ugonjwa na kukuta binadamu wote,
Kikawaida wanatarajia hospitali utakuwa na wanawake wengi kuliko wanaume, si ndivyo? Ndicho ninachomaanisha. Lakini sababu ya pili ni tumbo la uzazi. Ni tumbo la nini? La uzazi. Mwanaume hana tumbo la uzazi.